Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Mkenya TV, naomba nikusalimie. Hujambo, natumai umzima, ubuheri wa afya. Nami penye nipo kukwema, karibu katika uchanganuzi wa siasa, ili nikufahamishe na kukueleza ni kipi ambacho kinaendelea katika taifa letu la Kenya, kisha baadaye kabla ya kutamatisha nitakuwa nachanganua moja kwa moja kwa kina. Lakini natoa ahadi kwamba hii kanda nitaileta chini ya dakika 10. Lakini ningependa kujua unatazama hii kanda ukiwa katika taifa lipi ama eneo gani? Ukiwa katika taifa letu la Kenya, nifahamishe ni kaunti ipi ambayo unatazama hii kanda kutoka. Ikiwa ni mataifa mengine pia tunashukuru tena zaidi. Tufahamishe unatazama kutoka taifa lipi, ili kujua watazamaji wetu katika mtandao wetu wa Mkenya TV wanatufuatilia wakiwa maeneo gani katika ulimwengu huu. Niandikie katika sehemu ya maoni. Vile mnajua, wakati wa maandamano ya makumbusho ya wale ambao waliweza kuaga dunia katika taifa letu la Kenya mwaka jana, maandamano yaliweza kuonekana katika sehemu mbalimbali humu nchini, na maafisa wa polisi walikuwa na ushirikiano kuhakikisha kwamba wameleta utulivu. Lakini baada ya hayo yote kuendelea, maandamano hapa na pale, maafisa wa polisi kutuliza mawimbi ya maandamano, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua naye aliweza kuvamiwa ghafla. Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni kivipi Rigathi Gachagua alivamiwa. Number 2, nani alimvamia? Number 3, sababu ni zipi zilichangia Gachagua kuvamiwa? Kabla ni kueleza hayo yote, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, lakini kwa unyenyekevu na heshima kubwa, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi a like ambayo iko chini hapa mwa kanda. Kuna alama ya kidole, bonyeza hiyo alama ya kidole ili kutukabidhi a like. Ikiwa ni mgeni, naomba tukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikwa subscribe. Tunakadiweka kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV. Na nia ya kubonyeza kengele wakati tunaweka kanda, utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo unastahili kutazama. Na ukimaliza kutazama hii kanda, sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Sasa wakati maandamano yalikuwa yanaendelea siku ya Jumatano, Rigathi Gachagua aliweza kuvamiwa ama kushambuliwa kisiasa. Nani alimvamia? Kuna sauti ambayo ningependa kuiweka hewani ili tusikize vile Rigathi Gachagua alivamiwa ama kushambuliwa kisiasa. Tusikize sauti hii ya Raila Odinga. Kama uchaguzi imekwisha, tutarudi. Tunangoja mpaka tena uchaguzi mwingine ikuje. Hii mambo ya kusema ati mimi tunataka kutoa hii, kusema wewe unataka utatoka. Wananchi ndio tutatoa mtu nje, sio wewe. Kusema ati wewe ni kuna shareholders, hapa ni shareholders, wengine wako na shares mingi zaidi, wengine wako na shares kidogo, wengine hawana shares. Hiyo ni taifa gani? Unatoza ushuru sababu gani kama wewe huna shares? Hii ni mambo ya ujinga ambayo haina maana hata kidogo. Sauti hiyo ni ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Ndiye aliweza kumvamia ama kumshambulia kisiasa Rigathi Gachagua vile umesikiza, na alikuwa anazungumza wakati maandamano yalikuwa yanaendelea siku ya Jumatano, akiwa kwa mazishi kule Kilifi, wakati babake gavana wa kaunti hiyo Mung'aro alikuwa anazikwa. Raila Odinga akamvamia kwa kudai kwamba hatupendi yule mwanasiasa ambaye anapenda kusema shareholdings ama wala ambao wako na shares humu nchini ndio wanakuwa considered as compared to others. Hawa wako na shares kubwa, hawa wako na hisa kidogo. Na amesema hayo yote hayana msingi wowote kisiasa, na akadai kwamba mtu sio kwamba mtu mmoja ako na nguvu za kutoa mtu fulani kwa ofisi. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Raila Odinga decided to attack former deputy president Rigathi Gachagua politically. Mbona alikuwa anamshambulia? Point number 1. ODM is in broad-based government. Yaani chama cha ODM kiko katika serikali jumuishi. Na chama hiki cha ODM, ukumbuke vizuri,
kiliweza kushirikiana na chama tawala kuhakikisha ya kwamba ametimuliwa mamlakani Rigathi Gachagua. Kwa hivyo Gachagua anapozungumza mambo kuhusiana kumung'oa mtu fulani ama mwanasiasa uongozini, kusema sijui one time and whatever, hayo yote hayawezi kumfurahisha Raila Odinga kwa sababu yeye yuko katika serikali ya broad based government. Ndio maana amesema wakati huu sio wakati wa siasa, lazima tusubiri hadi uchaguzi ujao ufanyike, watu wampigie kura yule ambaye wanamwamini ataleta mabadiliko na maendeleo katika taifa letu la Kenya, wala sio kutishia wengine kisiasa. Kwa hivyo Raila amemshambulia Rigathi Gachagua kwa sababu ako katika serikali jumuishi. Point number 2, mbona anamshambulia? Kuna wakati Gachagua alisema is going to sacrifice to make sure Ruto is a one-term president. Tusikize. And we shall make whatever sacrifices necessary. We are part of this team and we will walk this journey together to liberate this country, to make sure that William Ruto is a one-term president. Matamshi hayo yaliweza kutolewa na Rigathi Gachagua wakati mmoja. Sasa wakati anazungumza hivyo, baadhi ya wana ODM wakiongozwa na Raila Odinga hawafurahi kwa sababu wana ODM wako katika serikali kupitia mawaziri ama baraza la mawaziri. John Mbadi ako kule mwana ODM, Opiyo Wandayi yuko kule mwana ODM, Wycliffe Oparanya yuko kule ambaye ni mwana ODM, Ali Hassan Joho yuko pale, mwana sheria mkuu Dorcas Oduor yuko pale na wengine. Kwa hivyo Gachagua anapozungumza kwamba Ruto is a one-term president, Raila hawezi kufurahia kwa sababu ODM iko pale pale, huenda wanaiombea serikali izidi kusonga mbele pamoja na chama cha ODM na waweze kuchaguliwa katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Point number 3, mbona anamshambulia? Raila Odinga angependa kuonekana kwamba anatetea serikali ambayo anayohudumia kupitia watu wake. Hawezi simama na kupinga serikali kwa sababu yeye hayupo katika mrengo wa upinzani. Ingawa anakanyaga hapa na kukanyaga the other side. Hivyo, lakini tukifika uchaguzi ujao wa mwaka 2027 kabla ndio tutajua msimamo halisi wa Raila Odinga. What do you think? Raila Odinga na Rigathi Gachagua wakisimama kwa debe kuwania kiti cha urais, nani ataibuka mshindi kulingana na wewe? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kana kwa 123 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, please let's meet in the next video. Bye bye.